إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي أولا بتقوى الله عز وجل. إني واجب الله nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tutekeleze maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na tuache makatazo yale aliyotukataza Allah subhanahu wa ta'ala. Huko ndiko kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Ayyuhal muslimun, enyi waja wa Allah, enyi Waislamu, ushkuru Allah jalla wa ala, mshkuruni Allah jalla wa ala an ballaghakum hadha al-yawm al-azim, kwa kukufikisheni katika hii siku adhim ambayo siku hiyo rafa Allahu qadrahu wa a'la dhikrahu wa sammahu yawm al-hajj al-akbar. Ni siku ambayo Allah jalla wa ala amenyanyua utajo wake na amenyanyua heshima yake na akauita ni siku ya haji iliyokubwa, yawm al-hajj al-akbar. Akaifanya kwamba ni idun lilmuslimina hujjajan wa muqimin, ni idi kwa Waislamu waliokwenda kuhiji na wale ambao hawajaenda kuhiji. Kisha akaifanya kuwa ni afdalu ayyamil am, ni katika masiku bora sana katika masiku ya mwaka, wa a'dhamiha inda Allahi ta'ala, na ni katika masiku makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ففيه وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الحجاج. katika siku hiyo alisimama mtume sallallahu alaihi wasallam akiwahutubia mahujaji katika hutuba yake ambayo alitukuza siku hiyo. Akasema sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun, hakika damu zenu na mali zenu na heshima zenu juu yenu ni haramu. Yani ni haramu kumwaga damu ya mtu Muislamu, ni haramu kuchukua mali ya Muislamu bila ya idhini yake, ni haramu kuvunja heshima ya Muislamu. Allah ameharamisha jambo hilo ka hurmati yaumikum hadha, kama alivyoharamisha siku yenu hii ya leo, akaipa heshima kubwa ikawa ni siku adhim. Fi baladikum hadha, katika mji wenu huu, fi shahrikum hadha, na katika mwezi wenu huu. Ilikuwa ni katika mji wa Maka, katika maeneo ya Mina na mwezi wa Dhulhijja na siku ya leo. Kisha akasema sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, ewe Allah, je nimefikisha?
Na bila shaka alifikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa nahnu nashhadu alayhi annahu qad ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma sallallahu alayhi wasallam hatta tarakana ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha. Mtume amefikisha ujumbe, ametoa nasaha, amefundisha mpaka Allah akamwambia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo hii nimekutimizieni dini yenu na nimetimiza neema zangu kwenu na nimeridhia Uislamu uwe ndio dini yenu. Ayuhal muslimun, inna Allah ta'ala khalaqana liibadatihi wa tauhidihi. Jambo kubwa ambalo latakiwa tulijue ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya kumwabudu yeye na kwa ajili ya kumpwekesha, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu isipokuwa nimewaumba kwa ajili ya kuniabudu. Lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kutuleta katika ulimwengu huu tuje tumuabudu yeye subhanahu wa ta'ala, akatuamrisha tauhidi, akatuamrisha kumtii. Tena isitoshe, arsala ilaina rasulan min anfusina, akatutumia mtume anayetokana na sisi wenyewe, yuallimuna tariqa sahiha, aweze kutufundisha njia ya usahihi liibadati rabbina, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim. Kwa hakika amekujieni mtume atokanaye na nyinyi, kwa maana ni binadamu kama vile nyinyi, lakini mtume huyo lamshughulisha sana lile jambo ambalo linalowaumiza, lile jambo ambalo linawatia mashaka. Jambo hilo lamshughulisha sana mtume sallallahu alayhi wasallam kutafuta namna ya kulitatua tatizo hilo kwenu. Harisun alaikum, tena anapupa sana juu ya uongofu wenu, anataka muongoke, anapupa juu ya jambo hilo. Bilmu'minina raufur rahim, kwa waumini ni mpole na mwenye huruma. Kwa aya hii ikaonesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha jambo lolote lile ambalo lina maslaha kwa umma wake isipokuwa alilifundisha, na kadhalika jambo lolote lile ambalo lenye madhara kwa umma Mtume sallallahu alayhi walilikataza. Na miongoni mwa mambo yenye maslaha kwa umma ni tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, na mambo ambayo yenye madhara katika umma ni shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Na mtume alifanya juhudi kubwa kuhakikisha kwamba anafikisha tauhidi na kuamrisha umma waweze kuacha ushirikina. Ndugu Waislamu, tumeamrishwa kuwa na ikhlas katika matendo yetu, kadhalika kuwa na mutabaa ili tuweze kufuzu kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah peke yake hali ya kumtakasia yeye dini, wawe na ikhlas katika matendo yao yote wanayoyafanya, katika ibada zao zote wanazozifanya wawe na ikhlas. Kadhalika mutaba'atu rasuli sallallahu alayhi wasallam, kama qala ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima, na kwamba hii niliyoko nayo ni njia yangu iliyonyoka, fattabi'uhu wa la tattabi'u subula, ifuateni njia hiyo na wala msifuate njia vingine.
Msifuate kona kona, msifuate makundi yanayozuka katika Uislamu. Shikamaneni na sirati almustaqim, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Msifuate makundi potevu yanayokutoeni katika njia ya Allah ikawa ni sababu ya kukupotezeni kunako njia ya Allah. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Hayo Allah anakuhusieni ili muweze kuwa wacha Mungu. Tukahusiwa kuwa ni wenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika matendo yetu yote yale ambayo tunayoyafanya. Ukisimama kuswali uwe na ikhlas, kadhalika ibada yako ipatikane mutabaa. Umemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, uswali kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Ukienda kufunga saum, ufunge kama alivyofunga Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mafundisho ya Mtume, na ikhlasi ipatikane ndani yake. Ukienda kutoa zaka, utoe zaka kama alivyofundisha Mtume, na ikhlasi ipatikane ndani yake. Hiyo ndiyo ikhlasu wal mutabaa. Ni masharti mawili haya ambayo bila kuwepo masharti haya basi matendo ya muumini hayawezi kukubalika. Ndugu Waislamu, ummatul islamiyya la yartafi'u sha'nuhu illa idha haqqaqat hadhihi shartain. Umma wa Kiislamu halitonyanyuka jambo lake, umma hautokwenda mbele mpaka yatakapothibitika haya masharti mawili ambayo ni ikhlasi na mutabaa. Kwa sababu haya masharti mawili ndiyo masharti ambayo yanayopelekea ibada zetu ziwe salama, ziwe ni zenye kukubalika, na ni masharti ambayo yanayosababisha umma kuepukana na mambo yenye kuzushwa katika dini, kama vile mambo ya bid'a na mambo ya maasiya na mambo ya shirkiyati. Kwa kila namna, endapo mtu ataangalia kwamba hili ninalolifanya limefundishwa katika dini yetu, na huo ndio mutabaa. Likiwa limefundishwa analifanya, likiwa halijafundishwa liache, achana nalo, kaa nalo mbali. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Enyi Waislamu, ndugu Waislamu, tumefika leo siku ya Idi, na umma wa Kiislamu una hitajio kubwa la kushikamana na kuwa kitu kimoja, kama alivyotwambia Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Shikamaneni katika dini ya Allah nyote kwa pamoja, wala tafarraqu, wala msifarakiane mkawa makundi. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Allah juu yenu. Idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, pale mlipokuwa ni maadui Allah akaunganisha nyoyo zenu mkawa kitu kimoja. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkajikuta kwa neema ya Allah mmekuwa ni ndugu moja. Lakini yafaa tuelewe ya kwamba lan yajma'a al-umma illa at-tamassuka bidiniha, hautoweza kukusanyika umma isipokuwa ni kushikamana na dini yake kisawasawa, alladhi aradahu Allahu tabaraka wa taala, dini ambayo Allah amewataka waja washikamane nayo, washikamane na dini hiyo kwa mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Endapo tutaacha mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam tukaweka ya kwetu katika dini hii, itasababisha tafarruku, itasababisha kuachana na kutengana, kwa sababu wale ambao wanaoshikamana na kitabu na sunna ipasavyo hawatakubaliana na wewe ambaye uliyezua katika dini ukaleta mambo ambayo hakuyafundisha Allah subhanahu wa ta'ala wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafundisha. Enyi Waislamu, leo ni siku adhimu, ni siku kubwa sana ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema afdhalul ayami inda Allah yawm an-nahr, siku iliyo bora mbele ya Allah ni siku ya Nahar, ambao ni siku hii ya leo, siku ya kuchinja wanyama
kisha ile siku ya kukaa na kutulia katika mji wa Mina. Watu wanakaa katika mji wa Mina ambao ni mahujaji, na sisi tunashirikiana nao kuswali swala ya Idi na kuendelea kuchinja wanyama wetu kama tulivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walioko kule katika ibada ya hija wanachinja wanyama, na sisi tulioko huku twatakiwa tuchinje wanyama. Na yatakikana tuelewe ya kwamba wanyama wale tunaowachinja ni kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala Allah hahitaji nyama na wala hahitaji damu zinazomwagwa. Qala Allahu ta'ala, lan yanala Allaha luhumuha, hazimfikii Allah nyama zake, wala dimauha, wala damu zake hazimfikii Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum, lakini kinachofika kwa Allah ni ule uchamungu wenu, kwamba unachinja mnyama huu kwa ajili gani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi hilo ndilo linalofika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ile ikhlasi yako ndio inayofika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala si nyama wala damu yenu. Kwa hivyo ndugu Waislamu, tekelezeni jambo hili adhim ambao ni alama katika alama za dini. Jambo la kuchinja Allah amelifanya kuwa ni alama katika alama za dini yetu. Walbudna ja'alnaha lakum min sha'airillah, na ngamia hawa tumewafanya kwenu kuwa ni katika alama ya Allah pale mnapowachinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa kuadhimisha alama za Allah subhanahu wa ta'ala ni huyo mnyama umchinje awe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki, sema hakika swala zangu na vichinjwa vyangu ninavyochinja, wa mahyaya, kadhalika uhai wangu, wa mamati, pamoja na nitakayokufa nayo, lillahi rabbil alamin, vyote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yatakiwa vile vichinjwa tunavyovichinja viwe vimetimiza masharti na vimesalimika na kasoro, visiwe na aibu, kwa sababu ni sadaka ambayo unaitoa kwa ajili ya Allah. Sasa usimpe Allah subhanahu wa ta'ala vitu vibovu, wanyama ambao wenye kasoro, waliochongo, waliovunjika miguu, walioviwete, waliokonda sana, hawafai hawa katika udhiya. Chinja mnyama aliye mzuri uweze kupata yaliyo mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila Muislamu mwenye uwezo anatakiwa achinje. Jambo hili limehimizwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama, hata ikufikia kusema man kana lahu si'a, atakayekuwa na uwezo walam yudhi, alafu hajachinja, fala yaqrabanna musallana, asije kwenye musalla wetu, abakie huko. Kwa hivyo twendeni tukachinje wanyama wale ambao Allah ameturuzuku, kuonesha utukufu wa dini yetu na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal akhwatul muslimat, enyi akina mama, akina dada wa Kiislam, ittaqina Allah ta'ala, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamna anna khayra zinata taqwa Allah, jueni ya kwamba pambo bora na pambo lililo zuri ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairal libasi libasul haya, na vazi bora kwa mwanamke ni vazi la haya. Wa khairal jamali jamalul akhlaqi wal iman, na uzuri bora kwa mwanamke ni uzuri wa imani na uzuri wa tabia. Shikamaneni na dini ya Allah kama mlivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama. Endeleeni kuwatii waume zenu huko majumbani, muwasaidie katika kazi ya kulea watoto, muwasaidie katika kazi ya kutunza nyumba, hali ya kuwa wao wanahangaika katika kutafuta riziki ili maisha ya kuelekea akhera yaweze kuwa salama. Ushirikiano wako wewe mama pamoja na mumeo katika gurudumu la kuelekea akhera ndio njia sahihi itakayowafikisha kwa Allah mkiwa salama. Muache kuwalaumu waume zenu, muache kuwatuhumu waume zenu, muache malalamiko yanayokithiri, kwa sababu sio vema na sio bora na wala sio tabia njema kwa mwanamke anayezidisha malalamiko kwa mumewe.
akthirna fi hadhihi al-ayami, sidisheni yenye akina mama katika haya masiku yenye baraka, min dhikrillahi ta'ala, katika kumtaja Allah, watakbir, na kuleta takbira kwa wingi, watahlili, na kuleta tahlili. Na hili si kwa wanawake peke yake, bali watu wote wanatakiwa waendelee na takbira, zile takbiratul muqayyada zinazokuwa kila mwisho wa swala, kuendelea nazo mpaka mwisho wa ayami tashriq, ambao ni siku ya 13 baada salati al-asri, ndio takbira hizo zinaisha. Tuendelee nazo kwa wingi, kuonesha kwamba tuko katika masiku bora kumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, na tuko katika misimu ya kheri, misimu yenye baraka, ambayo misimu hiyo inakithiri thawabu ndani yake. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Mwisho wa kuchinja wanyama ni kuanzia leo baada ya swala Idi mpaka mwisho wa ayamu tashriq. Tuna masiku 4 kwa ajili ya kuchinja, kwa hivyo hujachelewa. Na si vibaya hata ukakopa ili ukapata pesa za kununua mnyama, na wewe ukawa ni katika watu waliochinja. Utachinja leo, utachinja kesho na kesho kutwa na mtondogoo, zote ni siku za kuchinja hizo. Huna nafasi ya kusema kwamba mimi nimekosa muda wa kuchinja. Allah tujalie tuwe ni wenye kusikia maneno na kufanyia kazi yale yaliyokuwa mazuri. Allahumma ahyina mu'minin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghayra khazaya bala maftunin. تقبل توبتنا واغسل حوبنا واشف مرضانا واشف صدورنا وطهر قلوبنا وحسن فروجنا وارحم أمواتنا واشف مرضانا واقض ديوننا واهد ضالنا وأدم أمننا وانصر إخواننا ووفق ولية أمرنا لما تحبه وترضاه وأصلح أحوال أمتنا يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.